Yes, bwana, mambo yanazidi kuhappen huko mara baada ya mchezo wa Kariakoo Derby kuweza kutamatika ndani ya dakika 90. Unaambiwa ya kwamba kuna mengi ambayo yamejiri bara kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby na kupelekea mambo yaweze kuhappen huko kwenye social media, si mchezo. Kuna hii taarifa niko nayo hapa mezani kwangu, mwanamchezo wangu, nitakuja kukusogezea moja kwa moja uweze kufahamu kinachoendelea sasa hivi kuhusiana na mchezo huu wa Kariakoo Derby kunani hasa mara baada ya mchezo huo kuweza kutamatika kwa sare ya kuto kufungana baina ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ila kabla sijakusogezea moja kwa moja taarifa hii ya kimichezo, naomba nikukumbushe jambo moja la kimsingi kabisa, mwanafamilia wangu. Kama wewe ndio time yako ya kwanza na join nasi hapa Bongo Vibe TV, alafu bado hauja subscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe na kukujuza wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Itakufanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo. Swala ni jepesi kabisa, mwanafamilia wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo, hakikisha unakwenda kutani on notification. Ukifanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Sasa twende kazi, tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali kuhusiana na mambo yanayoendelea kujiri mara baada ya mchezo wa Kariakoo Derby kuweza kutamatika kwa sare ya kuto kufungana baina ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Bwana, mambo yamezidi kwa kama moto huko. Kama ninavyofahamu, kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yaliweza kutokea ndani ya dakika 90, mambo ambayo yaliweza kupelekea mchezo umaliziki kukiwa kuna matukio tata kwelikweli. Miongoni mwa matukio ambayo yamezua headline sehemu mbalimbali kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni goli la Suleiman Mwalimu ambalo mwamuzi aliamuru kwamba ile ni mkwaju wa penalty, lakini pia offside ambayo Prince Dube aliweza kuotea, ama mwamuzi aliamua ile ni offside wakati Dube anakwenda kushambulia. Haya ni matukio mawili ambayo yamezua headline kwelikweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kufanya mambo yazidi kuchangamka mno kuhusiana na mchezo huu wa Kariakoo Derby. Sasa labda nikukumbushe jambo moja na la kimsingi. Kabla ya mchezo, rais wa shirikisho wa mpira miguu Tanzania TFF Wallace Karia aliweza kuzungumza kuhusiana na mwamuzi ambaye atakwenda kuharibu dabi ya Kariakoo. Kwenye maneno ambayo ameyazungumza rais wa TFF Wallace Karia alisema ya kwamba mwamuzi atakayeharibu huo mchezo sio tu kwamba ataondoka kwenye mpira maisha, tutamfungulia na mashtaka ili tumfunge hatutakuwa na masiala. Hilo mimi nalizungumza wazi kwa sababu sehemu kubwa wanaotuletea matatizo ni wao. Hayo ni maneno ambayo rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF aliweza kuzungumza kuhusiana ikitokea mwamuzi wa mchezo kaenda kuharibu mchezo kwa kuto kutafsiri sheria zile 17 vizuri, atachukuliwa hatua kali, ukiachana tu na hatua ya kimpira, lakini pia kuna maamuzi mengine ambayo ataweza kuchukuliwa. Sasa kwa upande wa timu ya Simba Sports Club kupitia afisa habari wao na mawasiliano wa klabu ya Simba bwana Ahmed Ali, yeye ameweza kuzungumza mambo mengi akijaribu kuzungumzia mchezo husika kuhusiana na hayo matukio, lakini pia kuhusiana na wachezaji wao namna ambavyo wameperform. Miongoni mwa matukio ambalo msemaji huyo ama afisa habari huyo wa timu ya Simba bwana Ahmed Ali aliweza kusemea ni namna ambavyo mchezaji wa klabu ya Yanga Mohamed Hussein Zimbwe Junior jinsi alivyoweza kutaabika kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby. Kama ninavyofahamu, eneo ambalo Mohamed Hussein anacheza ndani ya kikosi cha Yanga ni beki nambari 3, lakini kwa upande wa Simba kuna winga hatari kwelikweli Ansen Cheula ambaye kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby alikuwa amewaka kwelikweli. Sasa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba bwana Ahmed Ali, yeye aliweza kusema ya kwamba simsemi vibaya, ni mchezaji mzuri, ni rafiki yangu, nampenda sana, ni nahodha wetu na amekaa kwetu miaka 15, siwezi kumvunjia heshima hata kidogo, lakini jana aliweza kufanyiwa vibaya sana. Alikuwa kama golikipa kufika hata katikati ya mstari. Kwa hapo unaweza ukaelewa ya kwamba Ahmed Ali anamzungumzia moja kwa moja Zimbwe Junior, kwa maana ya kwamba akuonyesha uhatari wake wala umachachari wake kwenye kikosi hiko
cha klabu ya Yanga mara baada ya kukutana na mtu chuma mtu kazi ambaye alikuwa anampeleka lesi kwelikweli dakika zote 90 na kumfanya mchezaji huyo ashindwe kabisa kupanda kwenda juu kuisaidia timu yake kwenye kushambulia. Sasa ukiachana na kile ambacho afisa habari huyo na mawasiliano wa klabu ya Simba bwana Ahmed Ali aliweza kukisema, hatimaye msemaji wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe kwa mara ya kwanza amekuja kufunguka mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika za mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa pale Instagram, afisa habari huyo ameandika ya kwamba kwanza ilikuwa offside, pili akashika, move ikaruhusiwa kuendelea kama hakijatokea kitu. Sitaki kabisa kukumbusha kuwa mchezaji huyu alitakiwa kufungiwa mechi 5 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Dodoma Jiji. Sitaki kuwakumbusha kuwa waamuzi walishatishiwa kufungiwa maisha kimpira na kupelekwa jela kuhusu mechi hii. Turudi uwanjani. Watu hawa baada ya mazoezi ya mwisho siku moja kabla ya mchezo wakagoma kuondoka uwanjani usiku, wakafanya ushirikina na vurugu za kila aina, wakaja kutolewa kwa msaada wa polisi. Hawakumaliza siku ya mechi, wametumia mlango wa VVIP kuingia uwanjani, wakavunja mlango wa chumba cha waandishi wa habari. Muda wa pitch feeling wakautumia kuzunguka uwanja na kufanya vitendo vya kishirikina bila wasiwasi wowote. Hapa najaribu kuwaonyesha kwa uchache tu nguvu iliyotumika hadi Makolo amepata pointi 1 kwenye dabi. Kimsingi, kwa mtu anayejua mpira vizuri atakubaliana na mimi, jana Simba wamethibitisha ni wadogo sana kwa Yanga na watatumia miaka mingi sana kuja kushinda dabi. Nguvu yote kubwa sana iliyotumika ndani na nje ya uwanja haijaweza kufuta uteja wao. Wana kikosi chenye wachezaji machachari na viongozi wenye miemko. Kama isingekuwa mambo ya kupelekana jela ikapigwa fair, Prince Dube angewaweka ile chuma, ndio mngeona mengi zaidi jana. Wanazuga kulalamika na kutukana watu leo, kuficha vitu vya ovyo walivyofanya na wameshindwa kupata ushindi. Hii inawauma sana. Kuliwa mara 5 imebaki pale pale na pointi 5 zimesimama vile vile. Hayo ni maneno ya afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe akizungumza kwa mara ya kwanza ama akishare kupitia ukurasa wake wa kijamii pale Instagram, akizungumzia juu ya mchezo wa Kariakoo Derby. Unaona kabisa amegusia goli la Suleiman Mwalimu, kwanza ilikuwa ni offside, lakini pia kabla ya Suleiman Mwalimu kwenda kushinda hilo goli, mpira ulichezwa kwa mkono, lakini mwamuzi aliacha mchezo uweze kuendelea. Lakini pia Simba alifanya mambo mengi nje ya uwanja, hata ndani ya uwanja. Vyote hivyo ameweza kuvizungumza hapa, na mimi nimekuja kusomea kile ambacho ameweza kukizungumza afisa habari huyu na mawasiliano wa klabu ya Yanga. Sasa kama una maoni yako, basi una muda wako sahihi, ndio utaandikia kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kwa kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.